Nimwite Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aje awasilishe hotuba yake. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa fadhila zake zilizotuwezesha kuiona siku hii muhimu katika historia ya Bunge la 12. Kama ninavyofahamu, Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa fadhila zake zilizotuwezesha kuiona siku hii muhimu katika historia ya Bunge la 12. Kama mnavyofahamu, tumekutana leo kwa ajili ya kuhitimisha mkutano wa 19 ambao ulikuwa mahususi kwa ajili ya kupokea na kujadili bajeti ya serikali. Kipekee nitumie nafasi hii kukushukuru sana wewe binafsi Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, mbunge wa Mbeya mjini, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Hakika umekuwa kiongozi shupavu na umeonyesha weledi mkubwa katika kuliongoza bunge hili la 12. Mheshimiwa Spika, uzoefu wako wakati wote umekuwa na tija kubwa katika utendaji wa shughuli za serikali bungeni, na kushukuru sana kwa namna ulivyoendesha mijadala yote ya bajeti ya kisekta katika mkutano huu wa 19 pamoja na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Spika, vile nitumie nafasi hii kutoa shukurani kwa Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala, naibu spika, pamoja na Mheshimiwa Najma Mutaza Giga, mbunge wa viti maalum, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama, mbunge wa Madaba, na Mheshimiwa Deodatus Philip Manyika, mbunge wa Njombe mjini, kwa nafasi zao za mwenyekiti ambaye wakati wote mmekuwa mkinipa ushirikiano wa kutosha wakati nilipokuwa mkimsaidia Mheshimiwa Spika katika shughuli za kuendesha bunge hili tukufu. Mheshimiwa Spika, natoa shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa wabunge wote kwa kipindi chote cha utekelezaji wa shughuli za bunge la 12. Waheshimiwa wabunge, mmefanya kazi kubwa. Hakika mnastahili pongezi. Maoni, ushauri na michango yenu katika mkutano huu wa bajeti, licha ya kugusa maisha ya wananchi wote, imekuwa ikitoa mwelekeo sahihi katika mpango wa utendaji wa shughuli za serikali. Pia nawapongeza kwa kazi kubwa mlioifanya tarehe 24 Juni 2025 ya kupitisha kwa kura ya ndio bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2025/26 ya shilingi trilioni 56.49 kwa asilimia 98.7. Hakika ninyi ni wazalendo, mmevunja rekodi, mmeipenda nchi yenu na mnathamini kazi kubwa iliyofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Niendelee kuwashukuru sana waheshimiwa wabunge wenzangu kwa ushirikiano, mshikamano mlionipa wakati wote nikiwa nikitekeleza jukumu langu la kiongozi wa shughuli za serikali hapa bungeni. Sitawasahau na sitasahau upendo wenu kwangu. Inshallah Mwenyezi Mungu atawajalia kila lenye heri katika jambo lenu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, waheshimiwa wabunge wamekuwa wakifanya ufuatiliaji wa miradi kwenye majimbo yenu kwa karibu mno. Kila mbunge aliwajibika katika kuhakikisha kuwa upatikanaji wa maendeleo ya haraka kwa lengo la kuinua ustawi wa wananchi wote umefanyika. Mheshimiwa Spika, samahani, asante sana, poleni. Mheshimiwa Spika, kama Waswahili wasemavyo, kila mtenda wema atakumbukwa kwa wema. Niwaombe wananchi wote, endeleeni kuwaunga mkono wabunge wetu huko majimboni. Hakika waheshimiwa wabunge, mmetenda mema
kwa kuwakilisha mema majimbo yenu na mnastahili kukumbukwa kwa wema wenu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake uliotukuka. Wakati wote amekuwa akinipa maelekezo yenye tija na kuifanya kazi yangu na kuwa nyepesi. Mheshimiwa Spika, sina shaka nyote mtakubaliana nami kuwa hulka yake na ustahimilivu wake umekuwa faraja kwetu sisi wasaidizi wake, watumishi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Isitoshe, Mheshimiwa Rais wakati wote amekuwa nguzo wa kuimarisha mshikamano na umoja katika taifa hili. Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ushirikiano wake alionipatia wakati wote nikitekeleza majukumu yangu. Busara zake na weledi wake umekuwa msaada na mfano wa kuigwa katika utendaji wa kazi serikalini. Mheshimiwa Spika, vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa ushirikiano mkubwa alionipa wakati wote. Kadhalika nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, ambaye amekuwa mwenyekiti mwenza katika kamati mbalimbali za kitaifa na kufanya kazi pamoja, yeye pamoja na ofisi yake Makamu wa Pili wa Rais kule Zanzibar, kwa ushirikiano wao wakati tukitekeleza majukumu yetu ya pamoja kama wenye viti wa kamati mbalimbali za kitaifa. Mheshimiwa Spika, vile vile niendelee kutoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa ushirikiano mkubwa katika usimamizi na uratibu wa shughuli za serikali. Nikiri kwamba Mheshimiwa Biteko amekuwa msaada mkubwa kwangu katika kutekeleza majukumu ya ofisi ya Waziri Mkuu kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Spika, ninaomba sasa nitumie nafasi hii kuwapongeza Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, na Mheshimiwa Umi Hamisi Nderiananga, mbunge, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, kwa kazi mzuri walioifanya. Pia ninawashukuru kwa kunisaidia kutekeleza majukumu yangu wanaposimamia dhamana ya Sera, Bunge na Uratibu katika Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kadhalika nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Ridhiwan Jakaya Mrisho Kikwete, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, kwa pamoja na Mheshimiwa Petrobas Pasco Katambi, mbunge, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, kwa kunisaidia kusimamia dhamana ya Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu. Ushirikiano wao umekuwa chachu ya mafanikio katika shughuli za kila siku za Ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa mara nyingine nawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana pia Wanaruangwa kwa kuniunga mkono na kunipatia ushirikiano katika kipindi chote nilipokuwa nikitekeleza majukumu ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninatambua wakati mwingi nimekuwa nje ya jimbo letu nikitumikia taifa, lakini Wanaruangwa wameendelea kuniunga mkono. Nitumie nafasi hii kusema asanteni sana, na muomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha mshikamano uliopo kati yetu sote, na naomba kuwajulisha kuwa nakuja kuchukua fomu na kuomba ridhaa yenu. Mheshimiwa Spika, kipekee ninaishukuru familia yangu kiongozwa na mke wangu mpendwa Mary Majaliwa na watoto wangu kwa upendo na uvumilivu walioonyesha kwangu wakati wote, hata pale nilipokuwa napitia magumu. Mliendelea kunionyesha upendo wenu. Kwa hakika upendo na mshikamano wenu umekuwa ukinipa nguvu ya kutekeleza majukumu yangu ya kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais, kukitumikia chama changu, Chama cha Mapinduzi, na kuwatumikia Wanaruangwa pamoja na Watanzania wote. Asanteni sana na washukuru na watakia kila laheri. Salamu za pongezi. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, wakati mkutano wa 19 wa Bunge ukiendelea, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifanya teuzi mbalimbali. Teuzi hizo zilifanywa kwa lengo la kuendelea kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi,
na shughuli mbalimbali za serikali na mihimili mingine. Mheshimiwa Spika, mnamo tarehe 13 mwezi huu wa Juni 2025 alimteua Mheshimiwa George Mchechu Masaju aliyekuwa jaji wa Mahakama ya Rufani Tanzania kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Masaju amechukua nafasi ya Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma ambaye amestaafu, na kwa hakika amefanya kazi kubwa aliyoacha alama katika muhimili wa mahakama. Ninamtakia kila laheri Profesa Ibrahim Juma katika maisha yake ya ustaafu. Mheshimiwa Spika, ninatoa pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Jaji Masaju pamoja na viongozi wote wateule katika nafasi mbalimbali. Aidha, nitumie nafasi hii kuwatakia wateule wote kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yao ambayo ni mapya, na kuwakumbusha wajibu wao wa kutanguliza mbele maslahi ya taifa letu na wananchi wote kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa katika mkutano wa Shirika la Afya Duniani Mei 18, 2025 Geneva, Uswisi, pamoja na masuala mengine, ulifanyika uchaguzi wa kumpata mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Kwa mara nyingine, Tanzania iliendelea kung'ara kimataifa baada ya Profesa Mohamed Yakub Janabi, mshauri wa rais wa masuala ya tiba na mkurugenzi wa hospitali ya teule ya Muhimbili, kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika baada ya kuwashinda wagombea kutoka nchi za Ivory Coast, Guinea, Niger na Togo. Mheshimiwa Spika, ninaungana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, pamoja na Watanzania wote kumpongeza sana Profesa Mohamed Janabi kwa ushindi huo. Nafasi hii imeipa Tanzania heshima kubwa, kwani imedhihirisha uwezo wa kuandaa viongozi wenye weledi ambao wanaweza kumudu ushindani kwa ngazi ya kimataifa. Mheshimiwa Spika, wakati nikiendelea na mkutano huu wa 19 wa bunge lako tukufu, mnamo tarehe 7 Mei 2025 tuliondokewa na mwanasiasa mashuhuri na mkongwe Mheshimiwa Cleopa David Msuya. Mheshimiwa Msuya aliwahi kulitumikia bunge hili akiwakilisha jimbo la Mwanga mkoani Kilimanjaro. Mheshimiwa Spika, kadhalika Mheshimiwa Msuya amewahi kuhudumu serikalini katika nafasi mbalimbali. Kuanzia mwaka 1964 hadi 1972 alihudumu nafasi ya katibu mkuu katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Maji, Wizara ya Mambo ya Uchumi na Mipango, pamoja na Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Spika, vile vile mwaka 1972 hadi mwaka 1994 alikuwa waziri wa fedha, waziri wa viwanda, waziri wa fedha tena, uchumi na mipango, waziri wa viwanda na biashara, lakini pia amewahi kuwa waziri mkuu kwa vipindi viwili tofauti, mwaka 1980 hadi 1983 na mwaka 1994 hadi 1995, ambapo alihudumu kama waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Mheshimiwa Spika, nami niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki, lakini natoa pole nyingi kwa wananchi wa Mwanga, wana CCM na Watanzania wote kwa ujumla. Tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa marehemu pumziko la amani. Amina. Mheshimiwa Spika, wapo Watanzania wenzetu waliokumbwa na majanga mbalimbali zikiwemo ajali za barabarani. Ninatoa pole kwa wananchi wote waliopoteza wapendwa wao katika ajali hizo. Vile vile natoa pole kwa majeruhi wote na naombea kwa Mwenyezi Mungu awape uponyaji wa haraka. Nitumie nafasi hii pia kutoa pole kwa waathirika wa majanga yote ambayo hatukuyataja hapa, lakini yametokea kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Spika, wakati bunge la 12 likiendelea kuhitimisha shughuli zake, nimefanikiwa kutekeleza masuala mbalimbali ikiwemo kujibu maswali na hoja zilizowasilishwa na waheshimiwa wabunge, kujadili na kupitisha miswada ya sheria ya serikali, kujadili na kutoa maazimio mbalimbali, kujadili na kuridhia mikataba na itifaki za kikanda na kimataifa, pamoja na kupokea kauli za serikali kuhusu ufafanuzi wa mambo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, katika mkutano wa 19, maswali ya msingi 724, maswali ya nyongeza 2699 na maswali 5 ya papo kwa papo kwa waziri mkuu yaliulizwa na kupatiwa majibu ya serikali. Aidha, katika kipindi cha bunge la 12 nalohitimisha uhai wake, jumla ya maswali ya msingi 5259
na maswali ya nyongeza 18,075 pamoja na jumla ya maswali 253 ya papo kwa papo kwa waziri mkuu yaliulizwa na waheshimiwa wabunge na kupatiwa majibu na serikali. Mheshimiwa Spika, pia bunge lilijadili na kupitisha miswada 58 kwa hatua zake zote. Wakati huo bunge lako tukufu lilijadili na kupitisha maazimio 19 ya bunge ikiwemo ya pongezi 4, kuridhia mikataba ya itifaki 12 na masuala ya maliasili 3. Mheshimiwa Spika, sambamba na hayo bunge lako tukufu lilipitisha maazimio 922 yanayotokana na taarifa za kamati za mwaka yanayohitaji kutekelezwa na serikali wakati wa uhai wake wa bunge. Lakini vile vile serikali imetoa taarifa 15 kupitia kauli za mawaziri bungeni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali tofauti yenye maslahi tofauti na mapana kwa taifa letu. Lengo hapa ni kuweka na uwazi katika utendaji wa uwajibikaji wa serikali kwa wananchi kupitia wawakilishi wake hapa bungeni. Mheshimiwa Spika, leo asubuhi tarehe 26 hii Juni, serikali imewasilisha mezani dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025-2050, na dira hiyo itakuwa zana muhimu itakayotoa mwelekeo wa taifa kwa miaka 25 ijayo. Nitumie fursa hii niwaombe wabunge wenzangu tunaporudi majimboni tukawe mabalozi wazuri kwa wananchi kueleza mazuri yaliyopo kwenye hiyo dira. Mheshimiwa Spika, nieleze utekelezaji wa mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka uliopita 2024-2025. Kipekee nataka niendelee kuwapongeza watendaji wote wa serikali kwa kutekeleza kamilifu mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mtakumbuka tarehe 12 Juni 2025, waziri wa mipango na uwekezaji pamoja na waziri wa fedha walieleza bayana kwenye hotuba zao mafanikio yaliyopatikana, na kwa hakika utekelezaji wake umefanyika kwa ufanisi na kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Spika, niendelee kutoa pongezi kwa mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, alipoingia madarakani alibainisha falsafa ya kazi iendelee. Sote tu mashuhuda falsafa hiyo ameitekeleza kwa vitendo kwa kukamilisha miradi iliyokuwepo na kuibua mipya. Wenye macho hawamitazama, mafanikio makubwa yamepatikana kwenye sekta mbalimbali, na siri ya mafanikio hayo ni uongozi thabiti wa Mheshimiwa rais wetu. Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu nilieleza mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali kwa upana na uwazi, ikiwemo sekta za afya, elimu, maji, kilimo, nishati, ujenzi wa miundombinu, umeme, michezo, uchukuzi. Lakini vile waheshimiwa mawaziri wakati wakiwasilisha bajeti zao walieleza kwa kina juu ya mafanikio yaliyopatikana kwenye sekta zao. Sikusudi kuyarudia hapa. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine tumeshuhudia waheshimiwa wabunge na wananchi kwa ujumla wakimpongeza Mheshimiwa rais kwa kazi nzuri aliyoifanya. Nami niungane nanyi kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake thabiti uliowezesha nchi yetu kupata mafanikio makubwa ambayo tunayo kwa sasa. Mheshimiwa Spika, chini ya falsafa ya 4R na umuhimu wake nchini, tumeona namna ambavyo rais wetu alipoingia madarakani alitambulisha falsafa ya 4R, yani reconciliation, maridhiano; resilience, ustahimilivu; reform, mabadiliko; na rebuilding, kujenga upya, ikiwa ndio dira ya kisera inayolenga kuijenga upya Tanzania yenye mshikamano, lakini pia nchi yenye haki na maendeleo endelevu kwa misingi ya demokrasia na ushirikishwaji wa wananchi wake. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii pia kuendelea kumpongeza rais wetu kwa kuimarisha uhusiano wa kimataifa na kidiplomasia ya uchumi. Maono yake katika kufikia azma ya kuiunganisha Tanzania na mataifa mengine kiuchumi na kisiasa yamewezesha kupata mafanikio makubwa, yakiwemo haya yafuatayo: 1, kushiriki kamilifu katika mikutano, makongamano na majukwaa mbalimbali yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto za kidunia. Mathalan, Tanzania ilishiriki kamilifu katika mkutano wa wakuu wa nchi tajiri duniani za kundi la G20 uliofanyika Rio de Janeiro, Brazil, na mkutano wa 29 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP29.
La pili, kuandaa na kuratibu mikutano, makongamano na majukwaa ya kimataifa ikiwemo mkutano wa wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika kuhusu nishati, Africa Energy Summit 2025, na mkutano wa jukwaa la mfumo wa chakula Afrika, African Food System Summit 2023. Tatu, tumeratibu ziara za kimkakati za viongozi kitaifa nje ya nchi pamoja na kupokea viongozi wa kimataifa waliotembelea nchini kwetu. Ziara hizo zimefanikisha kufikiwa makubaliano kadhaa na kusainiwa mikataba ya ushirikiano kwa ajili ya ufadhili wa miradi ya maendeleo katika sekta za kipaumbele. Mikataba hiyo ni pamoja na mkataba kati ya China, Zambia, Tanzania kwa lengo la kufufua reli ya Tazara ili kuboresha huduma za reli hiyo. 4, Mheshimiwa Rais wetu kupokea wenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC yenye jukumu la kusimamia masuala ya ulinzi na usalama. Chini ya wenyekiti wake pamoja na masuala mengine, tumeweza kusimamia uangalizi wa chaguzi kwenye nchi za Botswana, Mauritius, Msumbiji, vile vile Namibia. Na 5, tumeweza kuongeza ushawishi wa Tanzania katika medani za kimataifa uliowezesha kushika nafasi ya uongozi katika mashirika ya kikanda. Mathalan, Dr. Tuli Angelile Kapologwe aliyechaguliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afya nchi za Afrika Mashariki, Kati na Kusini, pamoja na Profesa Mohamed Yakub Janabi kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Haya yote ni sehemu ya mafanikio makubwa ambayo tumeyafikia. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie tuzo za kimataifa ambazo zinatambua mchango wa nchi yetu na rais wetu katika utendaji kazi kwenye maeneo mbalimbali. Kama nilivyoeleza hapo awali, yako mafanikio mbalimbali yamepatikana katika serikali ya awamu ya 6. Hii ni kutokana na maono na uongozi thabiti wa rais wetu. Taasisi mbalimbali za kimataifa na kitaifa zimeona kutambua mchango wa rais wetu na kutoa tuzo zikiwemo hizi zifuatazo. Kuna zile tuzo za kimataifa. Ya kwanza, kwenye sekta ya afya, tarehe 4 Februari 2025, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokea tuzo ya Global Gates Goalkeepers. Tuzo hii inatambua uongozi na mchango wake katika kuimarisha afya ya uzazi na kupunguza vifo vya mama na mtoto hapa nchini. Aidha, Mheshimiwa Rais ndiye kiongozi wa kwanza kupokea tuzo hiyo barani Afrika, jambo lilochochea kwa uongozi wake mahiri na kufanya mataifa makubwa duniani yatambue mchango wake. 2, kwenye sekta ya miundombinu, siku ya tarehe 25 Mei 2022, Mheshimiwa Rais alipokea tuzo ya Babaka Ndiaye kwa mwaka 2022 kuonesha kwamba dunia inatambua jitihada anazozifanya katika ujenzi wa miundombinu bora hapa nchini. Tuzo ya Babaka Ndiaye hutolewa kwa watu mashuhuri duniani walioonyesha dhamira ya kuendeleza sekta ya miundombinu ya usafiri kwenye nchi zao. 3, kwenye sekta ya sanaa, tarehe 19 Novemba 2022, Mheshimiwa Rais alikabidhiwa tuzo ya uongozi kimageuzi African Leaders Award 2022 kutoka taasisi ya Afrima ya nchini Dallas, Marekani, kwa kutambua mchango wake katika sanaa nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais Dr. Samia alitumia siku 8 nje ya ofisi kuandaa filamu ya Tanzania The Royal Tour ambayo alikuwa anaongoza watalii akionyesha dunia uzuri wa Tanzania. Vile vile katika kipindi kifupi cha uongozi wake alifanya mageuzi makubwa katika sekta ya sanaa, ikiwemo kurejesha tuzo za muziki na kuboresha mifumo ya mirabaha ili kuwainua wasanii hapa nchini. 4, kwenye sekta ya utalii, siku tarehe 10 Septemba 2022, Mheshimiwa Rais alipewa tuzo ya heshima ya Pine African Award 2022 jijini Lagos, Nigeria, akitambuliwa kuwa kiongozi bora mwajibikaji katika kuendeleza sekta ya utalii barani Afrika. 5, siku ya tarehe 11 Disemba 2022, taasisi ya International Iconic ya India, nchi ambayo ni maarufu katika soko la kimataifa la filamu duniani, lilimtunuku Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa tuzo ya mwongoza watalii bora. Tuzo hiyo ilitolewa na kutambua na kuthamini mchango wake na kuwa mhusika mkuu kwenye filamu The Royal Tour. Filamu hiyo ilitangaza vivutio vya utalii vya Tanzania, hivyo kuchochea ongezeko la idadi ya watalii hapa nchini
na ongezeko la mapato ya sekta hiyo hapa nchini. Tuzo za ndani ya taifa. Mheshimiwa Spika, kama wasemavyo wahenga, mcheza kwao hutuzwa. Hivyo sio tu taasisi za nje pekee, bali hata taasisi za ndani zimetambua mchango wake na kutoa tuzo ikiwemo zifuatazo. Moja, tarehe 31 mwezi Mei 2025, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilimtunuku Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tuzo maalum ya heshima ya kutambua mchango wake katika kulitumikia taifa na kuwaletea wananchi maendeleo. Hongera sana Mheshimiwa Spika, hongera sana waheshimiwa wabunge, hongera familia ya bunge kwa tuzo hiyo. Mbili, tarehe 19 Juni 2025, mradi wa Simiyu endelevu ulimtunuku Mheshimiwa Rais tuzo maalum ya kumtambua dhamira yake thabiti ya kujenga taifa linalostahimili mabadiliko ya tabia nchi. Tatu, wakati wa maonyesho ya kimataifa ya wakulima Nane Nane ambayo kitaifa ilifanyika Agosti 2023 kwenye viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya, Mheshimiwa Rais alipokea tuzo maalum kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Rukwa Mheshimiwa Makongoro Nyerere, aliyeikabidhi kwa niaba ya wananchi wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini kwa kutambua mchango wake katika kuendeleza sekta ya kilimo hapa nchini. 4, mwezi Februari 2025, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pia ilimtunuku Mheshimiwa Rais tuzo maalum ya kutambua mchango, maono na uongozi wake katika kuifanya elimu kama nguzo kuu ya maendeleo hapa nchini. Na 5, Mei 11, 2024, Chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania TRCS kilimtunuku tuzo binadamu Mheshimiwa Rais kuwa ikiwa ni kutambua na kuheshimu mchango wake katika masuala mbalimbali yanayogusa jamii ya Watanzania. Huku Mheshimiwa Spika, kiongozi wetu, rais wetu akipokea shahada za heshima kutoka vyuo vikuu mbalimbali. Nianze na shahada zilizotolewa kwa lengo la msukumo wa wanazuoni katika vyuo vikuu vya ndani na nje ya nchi kumtunuku shahada za juu za udaktari wa heshima. Waheshimiwa wabunge, mtakumbuka kuwa tarehe 30 Novemba 2022 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilimtunuku shahada ya heshima ya daktari wa falsafa Mheshimiwa Rais na kutunukiwa shahada hiyo kutokana na mchango wake katika nyanja za elimu, afya na haki za binadamu. Mheshimiwa Spika, licha ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, vyuo vikuu vingine vya nchi za ughaibuni navyo vimetambua mchango wake katika maeneo mengine na kumtunuku shahada za udaktari wa heshima. Mnamo tarehe 10 Oktoba 2023 alitunukiwa shahada ya heshima ya udaktari wa falsafa na Chuo Kikuu cha Jawaharlal Nehru kilichopo New Delhi nchini India. Mheshimiwa Spika, tarehe 28 Disemba 2023 Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA kilimtunukia Mheshimiwa Rais shahada ya heshima ya udaktari katika usimamizi wa utalii wa masoko. SUZA ilimtunuku tuzo hiyo kutokana na mchango wake mkubwa katika kuinua uchumi wa nchi kupitia sekta ya utalii. Mheshimiwa Spika, tarehe 18 Aprili 2024 rais wetu alitunukiwa shahada ya heshima ya udaktari katika uchumi na Chuo Kikuu cha Ankara cha nchini Uturuki, ikiwa ni ishara ya kutambua mchango wake katika kuboresha maisha ya Watanzania kupitia mageuzi mbalimbali pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na nchi mbalimbali duniani ikiwemo nchi ya Uturuki. Mheshimiwa Spika, tarehe 3 Juni 2024 rais wetu alitunukiwa shahada ya udaktari wa falsafa ya heshima kwa sekta ya anga na rais wa Chuo Kikuu cha Sayansi ya Anga cha Jamhuri ya Korea. Mheshimiwa Spika, tuzo hizi mbalimbali ni ushuhuda wa kazi kubwa inayofanywa na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na kutambulisha taifa letu kikanda na kimataifa. Hakika kama nchi tunajivunia lulu hii na tunaendelea kuhakikisha kuwa taifa na Watanzania kwa ujumla kwamba tunaitunza, tutaienzi na kuitunuku kikamilifu. Mheshimiwa Spika, naomba sasa nitumie nafasi hii kutambua mchango wa watendaji wote ambao wametekeleza kwa vitendo maono ya rais wetu. Leo tunajivunia mafanikio makubwa katika utendaji wa serikali kwa kila sekta hapa nchini. Mafanikio haya yanatokana na kujitoa kwao katika kuhakikisha mikakati na maono vinatekelezwa kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, ninawapongeza waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa, naibu waziri na wakuu wa wilaya kwa usimamizi wa majukumu yenu kulingana na dhamana mlizopewa. Pia
Pia nimpongeze Mheshimiwa Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa kutuongoza vema katika ushauri, miongozo na kutafsiri sheria. Mheshimiwa Spika, nataka nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, pamoja na makatibu wakuu wote, makatibu tawala wa mikoa na naibu makatibu wakuu kwa ushirikiano mliopoa wakati wote wa utekelezaji wa majukumu ya waziri mkuu kama msimamizi wa shughuli za serikali. Mheshimiwa Spika, kipekee ninamshukuru Dr. Jim James Yonazi, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu sera, bunge na uratibu, Bi Mary Ngelela Maganga, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Vile vile niwashukuru Dr. James Henry Kilabuko, naibu katibu mkuu sera, bunge na uratibu, na Bi Zuhura Abdalla Yunus, naibu katibu mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Ninazishukuru sana management na za ofisi ya waziri mkuu, ofisi binafsi ya waziri mkuu, pamoja na watumishi wote wa ofisi ya waziri mkuu. Asante sana kwa utumishi wenu uliotukuka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake kwetu kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu vizuri na kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, natoa pongezi nyingi kwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, nikianza na Jenerali Jacob John Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi, lakini pia Inspekta Jenerali wa polisi Camillus Mangoso Wambura, mkuu wa jeshi la polisi, mkurugenzi mkuu Suleiman Abubakari Mombo, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, kamishna jenerali wa magereza Jeremia Yoram Katungu, mkuu wa jeshi la magereza. Mheshimiwa Spika, vile vile niendelee kuwapongeza kamishna jenerali John William Masunga, mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Tunaye pia kamishna jenerali wa uhamiaji mama yetu Dr. Anna Makakala, mkuu wa idara ya uhamiaji. Lakini pia kuna mkurugenzi mkuu Cyprian Francis Chalamila, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Tunaye pia kamishna jenerali Aretas James Limo, kamishna jenerali wa mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Mheshimiwa Spika, natoa pongezi kwa wakuu wa taasisi wote, watumishi wote wa umma na sekta binafsi kwa kujituma na kutoa ushirikiano mzuri katika kufanikisha shughuli za serikali. Hakika jitihada zenu zimewezesha kufanikisha yote ambayo yalikuwa yamepangwa katika nyanja mbalimbali ikiwemo zile za kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Spika, naomba nitoe shukrani za dhati kwa viongozi wa dini kwa utayari wao katika kushirikiana na serikali. Huduma zenu za kiroho zimechangia hali ya utulivu na ustaarabu kwa jamii ya Watanzania. Hivyo niendelee kuwasihi viongozi wetu wa dini kuendelea kushirikiana na serikali katika kuleta amani, umoja, ushirikiano wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa niwashukuru sana wananchi wote wa Tanzania kwa kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na nikiri kwamba mmeonyesha uzalendo, umoja na mshikamano wa hali ya juu uliowezesha serikali kutekeleza majukumu yake kwa ubora. Mheshimiwa Spika, ninawapongeza sana wananchi wote kwa juhudi kubwa katika shughuli za uzalishaji mali. Uchumi wa nchi yetu umeendelea kuwa imara wakati wote. Sina shaka hata kidogo upande wenu kwa serikali ya awamu ya 6 umekuwa msukumo wa kujitoa kwenu, na naomba tuendelee kumuunga mkono rais wetu kwa kumpa kura nyingi za kishindo katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba sasa niweke msisitizo katika masuala muhimu kama ifuatavyo. Moja, juu ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, tarehe 24 Juni 2025 ndani ya bunge lako tukufu, sote kwa pamoja tulipitisha kwa kishindo bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-26. Nitumie nafasi hii kusisitiza maeneo yafuatayo. Moja, maafisa masuhuli katika ngazi zote za umma wazingatie vipaumbele vilivyoainishwa kwenye bajeti iliyopitishwa na bunge. Na mbili, kwa maafisa masuhuli tena wakamilishe miradi yote ambayo haijakamilishwa sambamba na kutekeleza ahadi za viongozi inavyoelekezwa katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie uchaguzi mkuu mwaka huu 2025. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na maandalizi ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2025.
Nitumie nafasi hii kuwakumbusha wadau mbalimbali, kila mmoja kwa nafasi yake, ikiwemo wananchi ambao ni wapiga kura, kushiriki kamilifu katika uchaguzi huo. Mheshimiwa Spika, nitoe rai kwa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba kila mmoja analinda na kuitunza tunu ya amani na utulivu kwa nchi yetu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwa upande mwingine, serikali itahakikisha inatekeleza wajibu wake wa kusimamia katiba, sheria na taratibu zilizowekwa ili kila mwananchi mwenye sifa ya kuchaguliwa au kuchagua aweze kutimiza haki yake ya kikatiba bila vikwazo vya aina yoyote. Mheshimiwa Spika, sekta ya michezo, nianze na kukupongeza wewe Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendesha mabonanza ya michezo. Ninafahamu mabonanza haya yameanza kufanyika tangu Januari mwaka 2023 lenye lengo la kuwahamasisha wabunge na watumishi wa ofisi ya Bunge kujenga tabia ya kufanya mazoezi kama wanafamilia ya taasisi ya Bunge. Lakini vile vile mabonanza haya yanalenga kujenga na kuimarisha afya, umoja kama taasisi na kuongeza tija katika kutekeleza majukumu ya kulitumikia taifa letu kwa ufanisi. Pia ni fursa kwa wadau mbalimbali kushirikiana na familia ya Bunge pamoja na wananchi katika michezo na burudani kwa pamoja na wabunge wao. Mheshimiwa Spika, ninakupongeza sana kwa kutoa fursa hii kwa waheshimiwa wabunge kuonesha vipaji vyao katika michezo mbalimbali. Ama kwa hakika hivi juzi waheshimiwa wabunge wameendelea kuonyesha vipaji vyao na umahiri mkubwa katika michezo na viwango vya hali ya juu vyenye ubora wa kitaifa na kimataifa, na nawasihi kwamba wote tuendelee na mazoezi haya. Yana nafasi mzuri kiafya na yanaimarisha pia mahusiano. Tumeshuhudia umahiri wa waheshimiwa wabunge kwenye michezo ya mipira, mbio, kuvuta kamba, kufukuza kuku, ulaji na unywaji wa kiasi, lakini pia na michezo ya ndani. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie mwenendo mashindano ya kimataifa ya michezo mbalimbali. Katika miaka ya hivi karibuni, Tanzania imeendelea kujipambanua kama nchi yenye vipaji, ari na uwezo mkubwa katika michezo na kuzipeleka timu zetu kimataifa. Timu yetu ya soka ya taifa wanaume, Taifa Star, imeonyesha ushindani wa hali ya juu kwenye mashindano ya kimataifa, ikiwemo rekodi za kuvutia kwenye mechi za kufuzu AFCON na hata kushinda timu ambazo zamani zilitazamwa kama vigogo wa soka barani Afrika. Vivyo hivyo, timu ya wanawake Twiga Star imeendelea kutoa taswira ya matumaini kwa wasichana wetu, wakionyesha kuwa michezo si tu ya jinsia fulani bali ni ya kila mwanamichezo mwenye ndoto, bidii na moyo wa uzalendo. Mheshimiwa Spika, vilabu vyetu vya mipira wa miguu nchini vimeendelea kupeperusha bendera ya taifa letu kwa kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na kuwa timu tishio barani Afrika kwa sasa. Hapa nitambue kazi kubwa iliyofanywa na timu yetu ya Yanga kwa kuweza kupiga hatua muhimu kwenye kombe la mabingwa barani Afrika na kufikia hatua ya makundi ya msimu wa 2024-2025 ambayo ni muhimu sana kwa ustawi wa ubora wa ligi yetu. Mheshimiwa Spika, jana tarehe 25 Juni 2025 ulichezwa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC maarufu Kariakoo Derby kati ya Yanga na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa maarufu Lupaso. Mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Yanga kuifunga Simba mabao 2-0. Mheshimiwa Spika, naomba nirudie tena. Jana tarehe 25 Juni 2025 ulichezwa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC maarufu Kariakoo Derby kati ya Yanga na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa maarufu kama Lupaso. Mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Yanga kuifunga Simba mabao 2-0 yaliyofungwa na nyota Pacome Zuzu na kijana wetu wa Tanzania Clement Mzize. Mheshimiwa Spika, naomba niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuipongeza timu ya Yanga kwa kutoa ubingwa
wa 31 wa Tanzania bara, ikiwa ni ubingwa wa 4 mfululizo. Aidha, niwape moyo niwatie moyo klabu ya Simba kwa kuendelea kupambana mpaka mechi ya mwisho na kuongeza ladha ya timu yetu. Pia niwapongeze wachezaji wote wa ligi zote wa timu zote za ligi hapa nchini. Viongozi wa vilabu vya soka, pongezi sana. Wadhamini na wafadhili wa michezo, hongera sana. Na viongozi wa shirikisho letu la mpira nchini TFF, hongera sana kwa usimamizi mzuri kwenye mpira huu wa miguu. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine nipongeze sana klabu ya Simba kwa hatua kubwa ya kutinga fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Timu hiyo ilihitimisha mchezo wake kwa sare ya magoli 1-1 dhidi ya timu ya RS Berkane kutoka Morocco katika uwanja wa New Amaan Zanzibar. Nazipongeza sana timu zetu za Yanga na Simba kwa hatua kubwa ambazo wamefikia, lakini pia naipongeza timu ya Azam FC ikifuatia kwa ubora na uwekezaji mzuri na viwango katika soka la hapa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie maandalizi ya michezo ya CHAN na AFCON mwaka 2027. Mwaka huu 2025, Tanzania imepewa heshima kipekee kuwa mwenyeji wa michuano ya bingwa wa mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani CHAN 2025. Tayari serikali kupitia wizara husika na kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imeanza maandalizi ya kina na kuhakikisha viwanja, miundombinu na huduma muhimu zitakidhi viwango vya kimataifa. Na tayari tumeshapangiwa timu 5 zitakuwa Benjamin Mkapa, timu 4 zitakuwa New Amaan Zanzibar. Kwa hiyo tuna timu 9 na vituo 2 hapa Tanzania. Lakini Tanzania itakuwa mwenyeji wa ufunguzi wa michezo ya CHAN mara tu itakapoanza mwezi wa 8. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Juni 2025, ukarabati wa uwanja wa New Amaan Zanzibar umeshakamilika. Ujenzi wa uwanja wa Arusha umefikia 47%. Ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa umefikia 88%. Mheshimiwa Spika, pamoja na jitihada za ujenzi wa ukarabati wa miundombinu ya msingi, vile vile ukarabati wa viwanja vya mazoezi unaendelea vizuri, ambapo ukarabati wake umefikia 90%. Viwanja hivyo ni Gymkhana, uwanja wa chuo cha sheria na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kule Mbezi Beach, Mbweni. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024-2025 wanamichezo na timu mbalimbali wamefanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na kuipeperusha bendera ya taifa, na baadhi ya timu na wanamichezo waliopeperusha bendera ya taifa na kuletea heshima nchi yetu ni pamoja na hawa wafuatao. Moja, mabingwa mashindano ya wanawake Afrika Mashariki na Kati CECAFA Senior Women Championship 2025, na yenyewe imeletea heshima taifa letu. Timu ya taifa ya cricket ya wanaume chini ya miaka 19 ambayo imefuzu kucheza kombe la dunia ambayo limefanyika katika nchi za Zimbabwe na Namibia, itafanyika Zimbabwe na Namibia mwaka 2026. Timu ya taifa wanawake ya mchezo wa fusto ilishika nafasi ya 2 katika mashindano ya Afrika na tayari imefuzu kucheza kombe la dunia nchini Ufilipino mwezi Novemba mwaka huu 2025. Klabu ya Simba ilifikia hatua ya fainali la kombe la shirikisho ya CAF na kuwa mshindi wa 2 baada ya kupoteza mchezo wake na timu ya RS Berkane kutoka nchini Morocco. Timu ya taifa ya wasichana ya mpira kikapu na umri chini ya miaka 16 ilikuwa mshindi wa mashindano ya Afrika Mashariki ambayo yalifanyika Kibaha mkoani Pwani mwaka 2024. Mwanariadha Alphonse Sim alishika nafasi ya 2 na kupata medali ya fedha katika mashindano ya marathon ya Boston ambayo yalifanyika nchini Marekani mwezi Aprili mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, sasa naomba kutoa hoja ya shukrani. Kwa unyenyekevu mkubwa sana namshukuru kwa dhati wa moyo wangu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa imani yake isiyopimika aliyoionyesha kwangu tangu aliposhika hatamu ya kuliongoza taifa hili. Kwa hakika ni jambo linaloweka historia isiyosahaulika kwangu binafsi, familia yangu na wanaruangwa na Watanzania wote kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, uniruhusu kwa unyenyekevu mkubwa niguse jambo la kihistoria lenye hisia na uzito mkubwa kwa taifa letu. Kama taifa
Tuna kumbukumbu ya majonzi na maumivu makubwa tuliyopitia kwa tukio la tarehe 17 Machi mwaka 2021 pale ambapo tulimpoteza kiongozi wetu kipenzi, rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ukweli usiopingika ni kwamba tukio hili lilituacha sote tukiwa na majonzi, taharuki na giza nene. Mheshimiwa Spika, katika giza hilo nene la huzuni iliyogubika taifa letu, Mwenyezi Mungu alimpa ushupavu, ujasiri na utulivu wa kipekee Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akawa faraja kubwa kwa Watanzania. Kiongozi huyu alisimama imara katika upepo mkali wa historia ya nchi yetu. Alichukua hatamu ya uongozi kwa utulivu, kwa busara na kwa ujasiri usioyumba, na katika kipindi hiki alitufundisha kuwa utulivu sio udhaifu, bali ni nguvu ya ndani iliyotokana kwa Mwenyezi Mungu katika kushughulikia masuala makubwa ya kijamii, kiuchumi na kisiasa ndani na nje ya mipaka ya nchi. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho kigumu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alionyesha imani kubwa na hatimaye aliamua niendelee kumsaidia kwa nafasi ya waziri mkuu. Hili sio jambo dogo, na yakumbuka maneno yake kwangu, anukuu: Kasimu, tuendelee kushirikiana kulitumikia taifa letu, simamia shughuli za serikali. Namshukuru sana kwa moyo wa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani aliyoonyesha kwangu. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha uongozi wake tumeweza kusimama imara kama taifa. Tumesimamia tunu za taifa hili za amani na utulivu. Tumeendeleza miradi ya maendeleo iliyokuwa ya kimkakati na mengine inaendelea kujengwa, na huduma za jamii pia. Tumeimarisha demokrasia, tumeimarisha diplomasia, tumejenga uchumi na kujenga mshikamano wa kitaifa. Haya yote yametokana na uongozi imara wenye hekima wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo nimalizie kwa kusema kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mwalimu wa subira, kielelezo cha ujasiri, ustahimilivu na alama ya matumaini kwa kizazi hiki, na kiongozi aliyetoa mfano wa kuwa mwanamke anaweza kuongoza hata kwenye nafasi ya kitaifa. Lakini pia naomba nimnukuu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa awamu ya 4, alisema, hapa Tanzania leo hakuna mwanasiasa maarufu kama Rais Samia, iwe ndani ya chama ama nje ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, daima nitaendelea kumshukuru na namwombea ushindi mkubwa kwenye uchaguzi mkuu ujao. Lakini vile vile ninawaombea ushindi wa kishindo Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, mgombea mwenza wa nafasi ya urais, na Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, mgombea wa urais wa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, niendelee kutumia nafasi hii pia kukupongeza sana wewe binafsi kwa namna ulivyoendelea bunge hili kwa weledi, busara na ujasiri wa hali ya juu, na katika kipindi cha uongozi wako katika bunge hili sote tumekushuhudia imani kubwa ya dunia kwa nchi yetu kupitia wewe spika wetu, pale ambako Umoja wa Mabunge Duniani ulipoamua kukupa dhamana kubwa ya kuwa rais wa mabunge ya dunia. Hili si jambo dogo pia nalo. Kuchaguliwa kwako si tu kumeliheshimisha taifa letu pekee, bali kumeliheshimisha bunge letu ambalo ndilo lililoanza kuonesha imani kwako na kujivunia. Lakini vile vile umewaheshimisha wana Mbeya mjini kama wapiga kura wako, ambako ndio jimbo lako, kuwa wewe ndiye kiongozi bora na mahiri. Na Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kuwa umefunga mkanda wa kazi na upo tayari kuwahudumia wananchi wa jimbo lako jipya la Uyole. Baada ya kuwa umefanya vizuri kwenye jimbo lako la Mbeya mjini, sina shaka kuwa wananchi wanasubiri kwa hamu kubwa kukupa ridhaa hiyo ili kuweza kuwakilisha katika chombo hiki na majukumu uliopewa kwa ngazi ya kimataifa. Na niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kukutakia kila laheri Mheshimiwa Spika katika uchaguzi mkuu ujao. Ninaomba wana Uyole mrudisheni Mheshimiwa Spika Mheshimiwa wetu bungeni ili aje kuwakilisha vizuri na aweze kuendesha bunge letu vizuri. Mheshimiwa Spika, vile vile niendelee kumpongeza Mheshimiwa Naibu Spika wa bunge letu Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Ilala. Naye tunamwombea kila laheri kwenye mchakato ujao, apate ushindi wa kutosha.
Nawashukuru na kuwatakia ushindi mnono waheshimiwa wenye viti wa Bunge, Mheshimiwa Najima Murtaza Giga mbunge, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mwagama mbunge na Mheshimiwa Deus Philip Manyika mbunge. Tunawaomba wapiga kura wawape kura za kutosha ili mrudi bungeni tena. Mheshimiwa Spika, ninamtakia kila laheri Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko mbunge, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, ili wananchi wa Bukombe waweze kukupitisha na kukupa kura za kutosha uweze kushinda. Umekuwa msaada sana kwangu katika kutekeleza majukumu ya ofisi ya waziri mkuu. Hongera sana, kila laheri. Inshallah Mwenyezi Mungu atakurudisha katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kutambua kazi kubwa iliyofanywa na waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu na wasaidizi wake. Kwa mawaziri na naibu mawaziri, na waombea ushindi mwema. Tena wakishindwa, inshallah mtashinda kwa ushindi mnono. Hapa naomba nimuombee kibali kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa William Vagimembe Lukuvi, mbunge wa Isimani. Tunakuombea kila laheri, wana Isimani wakupigie kura nyingi za ndio na urudi tena bungeni. Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete kule Chalinze, na waombea sana wana Chalinze, mtende mema kwa Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete ili arudi tena hapa jiboni. Vile vile Mheshimiwa Petrobas Katambi kule Shinyanga mjini, naye pia namuombea kila laheri ili apate kura nyingi na aweze kurudi tena bungeni, pamoja na dada yetu Mheshimiwa Umi Nderi ya Nanga kutoka kundi maalum, ili aweze kupata kura za kutosha na aendelee kuwakilisha. Na waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, nirudie tena, naamini Mwenyezi Mungu ataendelea kuwaongoza katika kuomba, lakini wanajimbo waweze kuwarudisha kwa kura nyingi. Naomba nirudie tena kuwashukuru waheshimiwa wabunge wenzangu kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote nikitekeleza majukumu yangu. Nami nawatakia ushindi wa kishindo kwenye majimbo yenu kwenye kinyang'anyiro kijacho. Kwanza, kura za maoni mshinde, lakini mbili, mpigiwe kura nyingi kwenye uchaguzi mkuu, muweze kurudi tena hapa bungeni, muweze kuja kuwakilisha wananchi wenu. Inshallah Mwenyezi Mungu wote mtapigiwa kura za ndio za kutosha. Mheshimiwa Spika, kadhalika nataka nimpongeze ndugu Baraka Ildefonsi Leonard, katibu wa bunge, kwa ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa shughuli za bunge, na ninawapongeza pia watumishi wote wa ofisi ya bunge kwa kazi kubwa na mzuri ya kuandaa, kuratibu na kusimamia mwenendo wa shughuli za bunge na kutoa huduma stahiki kwa waheshimiwa wa bunge. Mheshimiwa Spika, pia nawapongeza wanahabari kwa kazi kubwa ya kuhabarisha umma kwa uwazi, uaminifu na weledi wa hali ya juu katika kipindi chote cha mkutano, na mnaendelea na jukumu hili kuwahabarisha Watanzania nini hasa kinasibu katika kipindi hiki. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawapongeza na kuwashukuru madereva wetu waliofanya kazi mzuri kusimamia uhai wetu, kusimamia usalama wa waheshimiwa wabunge wakati wa kuja bungeni Dodoma na kurudi pia kwenye majimbo. Hii ni pamoja na watoa huduma wengine waliotuhudumia katika kipindi chote cha bunge. Mheshimiwa Spika, tukiwa tunaelekea kuhitimisha mkutano huu wa 19 wa bunge la 12, nikiri kuwa bunge hili limefanya kazi kwa bidii. Tumetafakari hoja, tumejadili miswada na tumetoa maazimio yenye tija kwa maendeleo ya nchi yetu. Ni wakati sasa wa kurejea majimboni ili kujiandaa na uchaguzi mkuu. Ni matumaini yangu kwamba wananchi watatupa ridhaa kwa mara nyingine. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya, naomba kutoa hoja. Asante sana.